Ndugu zangu, uwekezaji wa serikali katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema, kimataifa. Ndugu viongozi na wananchi, bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za Bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi. Kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo, na tija ndiyo hii tunayoiona leo. Sasa pamoja na miradi iliyoelezwa na mtendaji mkuu, lakini vile maelezo aliyoyatoa waziri, nataka kuongeza kusema kwamba maboresho yote yaliyofanyika katika sekta hii ya uchukuzi kwa bandari zetu, reli, barabara, maboresho haya yameongeza uwezo wa bandari zetu kuhudumia, hasa hii ya Dar es Salaam, kuhudumia meli kubwa zikiwemo zile za Post Panamax, na hivyo kuongeza ushindani na bandari nyingine duniani. Zamani tulikuwa tunapokea tu vimeli vidogo vidogo, lakini sasa meli zinazokwenda bandari kubwa duniani zinaweza kuja hapa, na tutakapojenga bandari ya Bagamoyo hakuna meli ambayo Tanzania haitaweza kuingia. Kwa hiyo tunakusudia kwenda kule na sio hapa ndani.